Unachoweza kusema ni kwamba wananchi Yanga ni wabishi aswa endapo tu hili linaloelezwa kuhusiana na harakati za kumsajili mshambuliaji nyota wa kimataifa wa Burundi Jean-Claude Girumugisha lina ukweli ndani yake. Ndio vyanzo mbalimbali vinahitaja Yanga kwamba ni miongoni mwa wanaowania saini ya Jean-Claude Girumugisha kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo kuanzia msimu ujao wa 2026-27 ambao Yanga wamepania kufanya mambo makubwa katika michuano mbalimbali wanayoshiriki. Kwanza, kuendelea kutetea taji lao la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 6 mfululizo. Pili, kurejesha kwenye himaya yao mataji ya ndani yakiwamo ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini pia taji la kombe la muungano ambayo yote yameangukia mikononi mwa watani zao jadi Simba kwa msimu uliomalizika 2025-2026. Lakini kubwa zaidi, kufanya vizuri kwenye michuano ya klabu ya CAF hususan ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Jean-Claude Girumugisha ameshakuwa na uzoefu, ingawa ni kijana mdogo, lakini amethibitisha ubora wake hasa katika msimu uliomalizika ambapo miongoni mwa timu zilichachafika sana, zilinyanyasika sana walinzi wake kwa kijana huyu Jean-Claude Girumugisha ni pamoja na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ni pamoja na MC Alger ambao kwa kiasi kikubwa kwenye mechi zilizokutanisha na Al Hilal Omdurman huku uwanjani akiwamo Jean-Claude Girumugisha, ni kana kwamba kijana huyu alikuwa unplayable. Kila mara alipopata mpira aliwasumbua hasa. Kwa sababu hiyo ndipo inatajwa Yanga kwamba inahitaji saini yake. Lakini sio Yanga peke yao. Wengine wanaotajwa ni pamoja na Pyramids ya kule nchini Misri, mabingwa wa msimu uliopita wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wengine ni pamoja na Al Ahli ya Misri ambao ni klabu namba 2 kwa ubora barani Afrika, hawa vigogo kutoka kule nchini Misri. Lakini wengine ni pamoja na Al Ahli ya kule nchini Libya, Al Ahli Tripoli ya Libya. Wote ni miongoni mwa klabu kadhaa zinazotajwa kuhusishwa na saini ya mchezaji huyu wa kimataifa wa Burundi ambaye hivi sasa angali akitumikia klabu ya Al Hilal Omdurman ya kule nchini Sudan. Na kikubwa zaidi kwenye ushindani huu umeongezeka kutokana na ukweli kwamba Jean-Claude Girumugisha ametangazwa kuwa ndiye mchezaji bora katika ligi kuu ya Rwanda ambako klabu yake Al Hilal Omdurman ilicheza katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Rwanda, ikifahamika kwamba timu za Sudan hasa hii Al Hilal Omdurman na watani zao jadi Zamalek hucheza ligi kuu za nchi nyingine kwa sababu nchini kwao kungali na machafuko ya kisiasa. Kabla ya msimu huu walicheza kule nchini Mauritania wakatoa ubingwa, lakini msimu ule uliomalizika 25-26 walicheza pale Rwanda wakatoa ubingwa, huku Girumugisha akiwa ni miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri sana. Mwisho wa siku akatoa tuzo ya mchezaji bora kutokana na namna alivyokuwa akionyesha uwezo wake uwanjani, akichangia mabao 9 kwa Al Hilal Omdurman, lakini kubwa zaidi namna alivyokuwa akiburudisha kwa chenga zake, kasi na kuwatesa walinzi wa timu pinzani. Matokeo yake ishangazi kuona timu nyingi zingali zikimwania. Sasa kwa nini Yanga wanatajwa kuwa ni miongoni mwa wabishi haswa katika kupambania saini ya mchezaji huyu endapo tu hiki kinachoelezwa kina ukweli ndani yake? Ni kwamba Girumugisha ametajwa kwamba ni mchezaji ghali sana kwa sasa kumpata. Leo hii taarifa zilizopo zinaonyesha kwamba miongoni mwa wale wanaoshindania sana saini yake wamepeleka kiasi kikubwa cha fedha. Awali Pyramids ilitajwa kuwasilisha ofa ya dola za Kimarekani milioni 1.5 milioni, lakini ofa hii ikakataliwa na Al Hilal Omdurman kwamba ni kiasi kidogo cha fedha. Kumbuka kwa mbadilishano wa fedha wa leo hii wa Benki Kuu ya Tanzania katika mchana huu ni kwamba dola moja ya Kimarekani inabadilishwa kwa shilingi za Kitanzania 2649 na senti 71. Kwa lugha nyingine, unapozungumzia dola bilioni 1.5 za Marekani, tunazungumzia shilingi za Kitanzania bilioni 3,974,565,000 ambazo unaona ni kiasi kikubwa cha fedha kiasi gani. Kwa sababu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ukiwa na bilioni 1 mkononi mwako, kila siku ukatumia shilingi 50,000, una uwezo wa kuishi miaka 54, yes, na miezi 8 ya kutumia tu bila kufanya shughuli nyingine yoyote. Unakaa unaangalia TV na kwenye juice, ndipo itaisha noti ya mwisho katika bilioni 1. Vipi kuhusu bilioni 3 na milioni 974, karibu shilingi za Tanzania bilioni 4?
Hakika ni fedha nyingi, lakini kwa Al Hilal Omdurman, kwa kuzingatia thamani ya mchezaji wao ambaye ni gumzo barani Afrika hivi sasa miongoni mwa mawinga wanaohitajika sana, wamekataa kiasi hiki cha fedha. Lakini wakati huo inatajwa sasa Al Ahli Tripoli kwamba yenyewe ofa yake very latest, ambayo hivi sasa Al Hilal Omdurman wangali wakifikiria kuona namna gani ambavyo wanaweza wakafanya biashara, ni Al Ahli Tripoli kuwasilisha dola za Kimarekani milioni 3.5 ambazo kwa mbadilishano wa fedha leo hilo toka kueleza wa dola moja sawa na shilingi 2649 na senti 71. Maana yake kwa dola milioni 3.5 za Kimarekani, hapa tunazungumzia fedha za Kitanzania shilingi bilioni 9,273,985,000 ndizo ambazo zinatajwa kwa fedha ya Tanzania kuwasilishwa na Al Ahli Tripoli ili kumpata Jean-Claude Girumugisha, kiasi ambacho kinaelezwa walau kimeanza kuwalainisha Al Hilal Omdurman kwamba sasa wanafikiria kufanya biashara na wao, kwa sababu kiasi hiki cha fedha, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, tuweke katika namna ya wewe kuelewa vizuri zaidi kiasi hiki cha fedha inamaanisha nini. Kwa mfano, kila siku ukipewa wewe fedha hizi zote ziwe kwenye miliki yako, halafu kaamua hufanyi kazi, kila siku unakula 500,000 za Kitanzania, ndio maana bilioni 9,273,000, huo unakula shilingi 500,000 kila siku, unatoa kwenye mahala ulipozihifadhi fedha hizo kwa ajili ya matumizi yako kwa siku, ule shilingi 500,000. Maana yake ni nini? Maana yake ili ziishe itabidi uishi kwa siku 18,548, ambazo katika miaka utagundua hapa siku hizi ni sawa na kusema miaka 50, yes, miaka 50 around na miezi 9, ndipo fedha hizi bilioni 9,273,985,000 zitaisha zote kwa kula wewe 500,000 kila siku kwa miaka 50 na miezi 9, ndipo fedha hii inaisha. Unaweza kaona ni kiasi gani, na sasa inaelezwa kwamba Al Hilal Omdurman wamelainika, wanafikiria kufanya biashara kwa mchezaji huyu Jean-Claude Girumugisha. Hizi ndizo habari zinazoelezwa, lakini kumbuka hakuna taarifa rasmi kutoka Yanga kwamba wamepeleka ofa wanamwania mchezaji huyu. Hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Al Hilal Omdurman kwamba Yanga wamefikisha ofa kumhitaji mchezaji huyu. Hakuna taarifa rasmi za Al Hilal Omdurman wala za Al Ahli wala za Al Ahli Tripoli, Al Ahli ya Misri, kwamba kuna biashara inataka kufanyika ya Jean-Claude Girumugisha, na wala taarifa kutoka kwa management binafsi ya mchezaji Jean-Claude Girumugisha. Zote hizo ni tetesi, lakini zikiashiria jambo moja tu, kwamba vita imekuwa nzito, na katika vita hiyo bado wanaotajwa wananchi Yanga wamo. Bila shaka jeuri yao ya fedha inatokana na kweli kwamba wangali wakiungwa mkono vya kutosha na wadau wao, GSM Companies, ndio Azam Media, lakini mabenki kama CRDB, NBC inayodhamini ligi kuu Tanzania bara, lakini na wao wenyewe ukwasi wao kupitia kufanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara na kutoa taji kwa mara 5 mfululizo ambalo huwaingizia fedha, lakini vile vile kombe la shirikisho la benki CRDB walilotoa mara 4 mfululizo, viingilio milangoni, ushiriki wao katika michuano ya CAF ambayo huhakikishia kila timu inayoingia hatua ya makundi, lakini pia inayoshiriki kwenye michuano hiyo kupata fedha. Kwa mfano, zote zinazoshiriki ligi ya mabingwa na hata kombe la shirikisho barani Afrika CAF hupata dola 100,000, kile kitendo tu cha kuwa sehemu ya washiriki kwenye michuano hiyo. Lakini kadri timu inavyofika mbali inapata fedha nyingi zaidi. Yanga na wadhamini wengi, matokeo yake kwa thamani walionayo wanakuwa na nguvu ya kupiga hodi kuhitaji wachezaji wenye thamani kubwa, na ndio maana wangali wakihusishwa na Jean-Claude Girumugisha, ingawa taarifa bado hazijawa rasmi. Kwenye vita hiyo wanatajwa Al Ahli Tripoli, mabilionea hawa, wanatajwa Pyramids, mabilionea, lakini wanatajwa Al Ahli. Itakuwa vipi kwamba nane tebuka mshindi kupata saini ya mchezaji huyo aliyegumzo? Al Hilal wataendelea kubaki naye, au taarifa kwamba wameanza kulainika kutokana na daunono lililowasilishwa mezani kwamba ataondoka na kwenda Al Ahli Tripoli au Al Ahli ya Misri au Pyramids, au kwa wananchi Yanga itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona kwa mchezaji huyo ambaye miongoni mwa alichokifanya msimu uliomalizika kwenye ligi kuu ya Rwanda alichangia mabao 9 kuiwezesha Al Hilal Omdurman kutoa ubingwa, lakini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika alisaidia Al Hilal kufika robo finali walipotolewa na Al Ahli ya Misri, ambapo katika mechi 8 za kutoka hatua ya makundi 6 na 2 za robo finali ya CAF Champions League, group stage na
mechi 2 za robo finali alicheza mechi 7. Dakika alizocheza zilikuwa ni 570, kuonyesha namna gani ambavyo ni mchezaji alikuwa akitumika sana, na katika mechi hizo alipiga mashuti 16 akitokea pembeni, kati yao 4 alilenga shabaha, akafunga goli 1, yes, akatoa assist 1 akichangia mabao 2 katika safari ya Al Hilal Omdurman kufika hatua ya robo finali. Lakini pia alipiga cross 20, lakini pia alitoa key passes, pasi muhimu ambazo nzuri ziliwafikia wenzake katika kuwafanya wapige mashuti ya kulenga shabaha. Pasi 7 za namna hiyo, akiwa anatisha kutoka upande wa kushoto wa mashambulizi ya Al Hilal Omdurman. Mwenzake upande wa kulia ni Adama Coulibaly, katikati wakiwa na kaka mkubwa Mohamed Abdurrahman kama mshambuliaji kinara, lakini viungo wao ni pamoja na kina Omar, lakini ni pamoja na Waleleddin Khidir, Salahaddin, lakini pia mabeki wao pembeni Steve Ebula, beki wa kushoto hapa tunazungumzia Ernest Luzola Sita, pamoja na wengineo kuifanya Al Hilal itishe haso. Waliotaabika ni pamoja na mabeki wa Mamelodi Sundowns, waliotaabika ni pamoja na mabeki wa MC Alger ambako aling'ara sana wakati alipokutana nao katika hatua ya makundi. Itakuwa vipi kwa Jean-Claude Girumugisha? Umri wake ni miaka 21, guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, urefu futi 5 na inchi 8. Cheza yake kutokea upande wa pembeni kushoto. Katika mfumo wa Al Hilal Omdurman muda mwingi wakicheza walikuwa wakitumia mfumo baada ya golikipa. Wana walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Katika wale 3 washambuliaji, yeye anatokea upande wa kushoto ngagu lake lenye nguvu zaidi la kulia, akiingia ndani kupiga mashuti mkunjo, kutoa pasi mshazari, diagonal passes kwa wenzake, na matokeo yake alikuwa na madhara makubwa mno kwa wapinzani wa Al Hilal Omdurman katika ligi kuu ya Rwanda, katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Haikushangaza kuona mwisho wa siku amekuwa ndiye mchezaji bora wa Rwanda katika ligi kuu yao, lakini vile vile akiwa ana rekodi za kuvutia katika michuano ya klabu ya CAF. Jean-Claude Girumugisha, kasi ni miongoni mwa sifa zake, na mashuti, ana mashuti makali haswa, ingawa ni kijana mdogo miaka 21 ambaye kwa kiasi kikubwa cha fedha kinachotajwa kutaka kumtwaa bado kinaweza kuhakikishia watakao mtwaa kwamba wanaweza kufanya biashara zaidi baadaye, endapo atabaki kuwa imara wa kimwili na kiafya, akabaki kudumisha kiwango chake. Kwa umri wa miaka 21, manake anaweza kauzika na kuwapa fedha zaidi hao watakao mtwaa, endapo Al Hilal Omdurman watakubali kumuuza.